ni kwa sababu yeye ni muweza wa yote. Bwana Yesu asifiwe. Na mshukuru Mungu sana kwa sababu yenu na mchungaji wenu, kwa sababu tunaona ile misingi ambao ameweka ya kisasa katika kanisa hili. Watu wako vizuri na wanaendelea vizuri, na hata kama mchungaji hayuko ni kama yuko. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu na kuonyesha ya kwamba kuna kazi mchungaji anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili, namshukuru Mungu kwa sababu yenu, kwa sababu mnampenda mchungaji wenu vizuri, maana hivyo ndivyo inatakikana. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko yanasema ya kwamba mchungaji anajua majina ya kondoo zake, na kondoo wanajua sauti ya mchungaji wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nasikia ile mpangilio mmepanga kwa ajili ya mchungaji wenu, na hapo ni kumaanisha ya kwamba sauti yake mnaisikia na mnaifurahia na mnakubali iendelee kutawala katika masikio yenu kwa sababu ya upendo mlio nao na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Na sisi siku ya leo tumekanyanga hapa kwa ajili ya upendo mwingi na huyo ndugu yetu ambao ni Reverend mwenzangu, ili tuweze kuunganika pamoja, tuweze kuomba, tuweze kuarifu madhabahu ya mapepo yale ambayo yamesimama kinyume na yeye siku ya leo. Na ninaamini ya kwamba Bwana Yesu atatenda makuu, ni kwa sababu yeye ni muweza wa yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tumekuja hapa na Bwana akapate kutenda. Amen. Ingekuwa sahihi Nyobasia amesimama hapa, lakini kwa sababu tuko katika shughuli zingine, mimi nimechukua hiyo nafasi kama reverend kuweza kukamilisha jambo hili ili liweze kwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nataka tuingie kwenye kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Ndio nataka tusome na iweze kutuwezesha kuwa na nguvu ya imani, kama vile ambavyo mhubiri ambaye aliyetangulia amefundisha vizuri kuhusu imani. Maana imani ndiyo ambayo inafanya jambo litendeke. Pasipokuwa na imani akiwezi kufanyika kitu. Na kwa sababu hiyo imani ile ambayo mlio nayo na imani ile ambayo sisi tuko nayo, maana hiyo ndio tunaunganisha na mambo yakapate kuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia hapa kuna maombi kama wiki mbili. Sisi tulianza kule juzi, tuliungana na hili kule juzi mpaka wa leo. Tunaendelea kwa sababu ya huyo ndugu yetu. Na leo ni siku ya kutamatisha. Sasa hili Bwana akapate kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya lililo letu, na Bwana anatenda lililo lake. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Amen kwa nguvu. Kwa hivyo nataka kama kuna amefika uweze kujiangalia na kuweza kunisomea hiyo Isaya 41 mstari ule wa 10. Na amefika hapo? Yes. Kitabu cha Isaya 41 kuanzia 10. Haleluya. Amen. Nitasoma. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike,
kwa maana mimi ni Mungu wako. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Endelea. Nitakutia nguvu. Nitakutia nguvu. Naam. Naam. Nitakusaidia. Nitakusaidia. Naam. Naam. Nitakushika kwa kuume wa haki yangu. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu ambaye anatutia moyo siku ya leo ya kwamba usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Kunaye yule ambaye anakupenda. Kunaye yule ambaye anatupenda na upendo wa ajabu. Anatuambia siku ya leo, yale ambayo unayaona makubwa na mazito, usiyaogope, kwa sababu mimi ni Mungu wako. Niko pamoja na wewe ili nikuokoe, ili nikupiganie, ili nikulinde. Maana yeye ni mlinzi wetu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni shida gani ama ni pepo aina gani imesimama kinyume na huduma hii. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Mungu anatuambia tusiogope, tusiogopeshwe. Yaani usiusiwe woga. Usiusiwe woga. Kwa sababu Mungu ambaye ndiye aliyeumba kila kitu, yeye atakusaidia na atakushika mkono ili uweze kuvuka pale ambapo umewekewa mashimo. Haleluya. Tuendelee mstari huo wa kufuata. 11. Tazama, wote walionao hasira juu yako. Tazama, wote walionao hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Amen. Haleluya. Amen. Yaani wote wale ambao wanaona hasira juu yako, Bwana hatawafanya kitu. Siku ya leo ni siku yao kuweza kufanya kitu na Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu yeye anasema, anakuambia wasikuogopeshe. Yeye Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hivyo wale ambao wana hasira na wewe, hao Mungu anaenda kuwafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wewe Mungu anakupenda na upendo wa ajabu. Haleluya. Tuendelee. Watu washindanao na wewe watakuwa si kitu na kuangamia. Haleluya. Amen. Wale ambao wanaoshindana na mtumishi wa Bwana ndio watakuja kujuta. Ni kwa sababu ya Mungu anasema ya kwamba watakuja kujiona wao si kitu, kwa sababu Mungu yeye ndiye anapigania walio wa kwake, na Mungu hajawahi shindwa na jambo. Haleluya. Sema amen. Mungu hajawahi shindwa na jambo. Hebu angalia zitu kubwa ile ambayo inaitwa Farao kule Misri. Alikuwa anashindana na Mungu na kupinga watu wa Mungu wasiende kumtumikia Mungu. Hebu angalia vile Mungu alivyowafanya, vile alivyomfanya na kumwonyesha ya kwamba yeye ako na nguvu kushinda nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo Bwana ametangaza vita na mtu ambaye aliyemuonea wivu mtumishi wa Bwana kwa ajili ya kuendelea na neno la Mungu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo jukumu Bwana Yesu ameitoa na anaendelea kuishughulikia. Haleluya. Endelea. 12. Utawatafuta wala hutawaona wale wapiganao nawe. Amen. Amen. Utawatafuta. Badala ya leo utawatafuta wala hutawaona wale ambao walikuwa wanapigana nanyi. Amen. Huyo ni nani anasema? Nani anasema? Sema kwa nguvu. Nani huyo anasema, anaongea? Ni Mungu. Tumefundishwa kuhusu imani. Hiyo tunanena na tunatii ya kupitia imani ya kwamba hatutawaona tena kuanzia leo. Hivyo ndivyo Mungu ametutangazia. Wale ambao wanaoshindana nasi hapa siku ya leo hatutawaona kuanzia leo. Sema amen. Endelea.
watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa wale waliofanya vita juu yako. Mstari wa ngapi? Mstari wa 12 baya yake. 12. Nilikuwa nimekoma. Kuna mahali kuna koma hapo nilikuwa nafika. Mstari wa 12. Endelea. Wala hutawaona tena, endelea hapo. Nitaanza 12. Endelea. Utawatafuta wala hautawaona wale wapiganao nawe. Watakuwa si kitu. Watakuwa kama kitu kisichokuwa wale waliofanya vita juu yako. Amen. Na Yesu asifiwe. Watakuwa si kitu wale wapiganao na wewe. Watakuwa si kitu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Bwana ameanza vita. Amen. Mstari wa 13. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Haleluya. Amen. Kwa maana mimi Mungu wako nitakushika mkono nikikwambia usiogope. Haleluya. Kila pahali ambapo utakuwa unapitia, Bwana anaahidi ya kwamba hatakushika mkono akikwambia usiogope. Hatamshika mtumishi wa Bwana Reverend Kombe mkono na kumwambia usiogope, hata kama unapitia magumu na mazito, operation na kulashwa, usiogope. Ni kwa sababu mimi Mungu niko pamoja na wewe. Piga Yesu makofi na useme amen. Shangilia Bwana. Haleluya. Sema amen. Basi nataka tusimame kwa moyo mmoja tukapate kuomba na kuvunja haya madhabahu. Ni kwa sababu Bwana Yesu amesema ya kwamba yeye yuko pamoja nasi siku ya leo na anaenda kufanya jambo kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana, tenda jambo. Yale madhabahu yameinuka kinyume na mtumishi wa Bwana, ni madhabahu ya mapepo, majini, wasau, waganga, tunayavunja siku ya leo. Ni kwa sababu Bwana Yesu yeye ni muweza. Tusimame.